Sisi katika maonesho haya tumejipanga vizuri. Kama unavyojua kwamba maonesho haya ya Nane Nane mwaka huu yana kauli mbiu, na kauli mbiu inaeleza kwamba tambua soko, zalisha kwa tija, kutekeleza dira ya 2050. Na kama unavyojua kwamba dira yetu ya 2050, moja ya shabaha kubwa ni kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa miongoni mwa nchi zinazokuwa na uzalishaji mkubwa barani Afrika, lakini pia kuwa miongoni mwa nchi 10 bora duniani. Sasa kama kauli mbiu inavyosema kwamba tambua soko, zalisha kwa tija, kufikia dira, sisi kama TOSCI tunao mchango mkubwa sana, kwa sababu ili uweze kuzalisha kwa tija, maana yake mbegu bora ndio msingi wa kuweza kuleta mageuzi ya kilimo. Na mbegu bora maana yake, kwa kutambua soko, maana yake kwamba sisi tukishajua soko linahitaji nini. Kwa mfano sasa hizi nchi yetu inasafirisha nje ya nchi mbaazi, dengu, mahindi na mazao mengine ya horticulture. Maana yake tunawaambia wazalishaji wa mbegu na watafiti mbegu ambazo zinakidhi mahitaji ya soko, ili mbegu zinazokuja kuzalisha kwa tija ziwe zinafaa. Kwa hiyo kupitia banda hili kwenye maonesho ya kitaifa na kwenye kanda, sisi TOSCI tumejiandaa kwa yafuatayo. Kwanza, tutakuwa tunatoa elimu kwa wale wote wanaotaka kupata mafunzo kwa ajili ya kuzalisha mbegu, kwa ajili ya kufanya biashara ya mbegu, kwa ajili ya kuuza mbegu, kwa ajili ya kusafirisha mbegu ndani na nje ya nchi, ili mbegu ambazo zinazalishwa wao wawe ni sehemu ya wauzaji au waweze kuwa ni wasajili. Kwa maana yake mbegu ni biashara. Kwa hiyo ili uweze kufanya biashara lazima upate mafunzo. Kwa hiyo tutakuwa tumetangaza kwenye mitandao ya kijamii, wafuatilie, na kwenye tovuti yetu kwamba wale wote wanaotaka kupata mafunzo ili wapate cheti na hatimaye waweze kufanya biashara ya mbegu, TOSCI tutafanya kwenye kanda zote. Hilo jambo la kwanza. Lakini la pili, kwenye maonesho ya Nane Nane TOSCI tutakuwa na kuwapatia elimu ya wakulima wote wanaotaka kufanya biashara ya kilimo biashara, kwamba mbegu bora ni ipi, kwamba kabla hujalima lazima uhakikishe kwamba unapata mbegu ambayo imehakikiwa ubora na TOSCI, na mbegu zote ambazo zimehakikiwa ubora wa TOSCI maana yake zinakuwa kwenye vifungashio maalum. Lakini pia sio hivyo tu, kunakuwa na lebo ya utambuzi, ambayo usinunue mbegu yoyote ambayo haina lebo ya TOSCI. Na ukitaka kuhakikisha kwamba hiyo mbegu ina utambuzi wa TOSCI au imehakikiwa, kwenye mfuko wa mbegu yoyote, iwe ni mahindi, iwe ni mpunga au ni maharage au alizeti, kuna lebo ya TOSCI, ambapo ili uweze kuhakiki unabonyeza kwenye simu yako yoyote ya kiganjani, unabonyeza *148 *52 reli, unafuata maelekezo pale, itakwambia chagua kwenye mbegu, alafu unakwangua ile lebo na utaingiza zile namba ambazo ziko kwenye ile lebo ya kile kifungasho cha mbegu. Ukiingiza zile namba itakupata majibu mawili. Kama ni mbegu halisi itakwambia mbegu hiyo ni halisi, kama sio halisi maana yake hiyo mbegu ina uhalaki. Kwa hiyo unapiga namba ya simu ambayo itahakikishia kwamba unapata uhakikisho wa hiyo mbegu, na unaweza ukapiga tu namba hiyo ya simu 0800782424, maana yake ni namba ambayo ni ya huduma kwa wateja. Hiyo ni jambo la pili ambalo tutalifanya kwenye maonesho haya. Lakini jambo la tatu, kwenye maonesho ya kitaifa na kwenye kanda zote ambao tutakachokuwa tunakifanya, pia tuna eneo la vipando. Kwenye viwanja vyote kuna maeneo ambayo tumepanda mazao mbalimbali, ambayo tunaonyesha kutofautisha kwamba mbegu ambayo ni bora, faida yake tunasema mbegu bora haigharimu bali inalipa. Kwa nini inalipa? Kwa sababu tumeonyesha mfano wa mbegu bora ambazo zinatoa mavuno mengi. Kwa mfano kwenye zao la mahindi nikitoa mfano, wastani wa kitaifa ni tani 2.1 kwa hekta. Lakini mbegu ambazo TOSCI sisi tumezihakiki, mkulima ambaye akizingatia kanuni bora za kilimo anaweza akavuna kuanzia tani 5 mpaka tani 10 kwa hekta. Kwa hiyo wakulima wote, na kwa sababu sasa hizi tunako maandalizi ya msimu wa 26-27, kwenye viwanja hivi vya maonesho, pamoja na kuonesha hizo mbegu bora, wataenda pia kwenye makampuni mbalimbali ambayo yanauza mbegu mbalimbali, na hiyo ni sehemu ya maandalizi pia wa msimu wa kilimo wa 26-27, ili watu waweze kuhakikisha kwamba wanapata mbegu bora. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii kuwaalika wakulima, wadau wa kilimo, watembelee mabanda ya TOSCI kwenye viwanja vya kitaifa jijini Dodoma, lakini na kwenye kanda zetu zote. Sisi ndo tuna taarifa sahihi za kuwaeleza uweze kununua mbegu kwenye kampuni gani, na kwamba kama hiyo mbegu imehakikiwa ubora na TOSCI. Na hii inahusisha pia miche bora, ikiwemo miche ya parachichi, kwa sababu nchi yetu sasa hivi imefungua masoko, na kwa sababu imefungua masoko kama kauli mbiu inavyosema kwamba tambua soko, kwa mfano kwenye zao la parachichi
tayari TOSCI tumeshasajili aina 5 za miche ya parachichi. Kwa hiyo usilime tu parachichi bila kuhakikisha kwamba miche hiyo ya parachichi ni ile ambayo imehakikiwa ubora wa TOSCI. Kwa hiyo nitoe wito wakulima, wadau wote watembelee kwenye mabanda yetu ya TOSCI waweze kujipatia elimu ya kilimo bora, hasa kwenye matumizi ya mbegu bora, lakini na wale wote ambao wana ardhi kwa ajili ya kuzalisha mbegu bora, wale wote wanaotaka kufanya biashara ya mbegu, yule yeyote ambaye anaamua ana ardhi ambayo haitumiki kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu, sisi tuko tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaunganisha na wadau na sisi tuwasaidie waweze kuzalisha mbegu. Lakini pia TOSCI tunafanya kazi pia kuwaunganisha na wadau. Kama unahitaji mitaji kwa ajili ya kuzalisha mbegu au kufanya biashara ya mbegu, sisi TOSCI pia kupitia maonyesho haya tutaunganisha na taasisi za fedha ambazo zinatoa mitaji kwa ajili ya uzalishaji na biashara ya mbegu bora.